Tunza vitu vinavyoendelea kwenye biashara yako kimya. Sio kila kitu ambacho kinaendelea kwenye biashara yako unapaswa kuja kukileta hadharani kwenye social media. Najua alikwambia kufanya hivyo, amekwambia kwamba kuwa open online ili kuweza kujenga connection na watu na everything. Lakini iko hivi, unachokifanya kinazidi, lakini sasa kuna mipaka ya kufanya hilo jambo. Sio kila kitu ambacho lazima ukiweke hadharani. Unakiweka kwa intention. Kwa mfano, wewe upo online sasa hivi unaanza kuambia watu pricing structure yako. Ni structure ipi ambayo unaitumia wewe ku price vitu vyako? Range gani unaitumia? Unatumia bei gani? Everything, structure nzima ya pricing yako structure. Jambo la pili, unaanza kuambia watu internal operations zako zipoje? Operations za ndani ya kampuni zinaendaje? Hivyo vitu vingine vinakaa ndani ya kampuni. Kuna vitu vya siri. Unawafanya wateja wanaanza kujiona, kumbe sisi ni wapumbavu kwenye hii cycle nzima. Tumia akili. Sio kila kitu unakuja kukifanya huku kwa lengo la marketing. Kwenye kufanya marketing, haujaambiwa uje uanze kutoa siri zako za kampuni yako na biashara yako. Wakati huo ukiwa unafanya hayo bila aibu, unajifanya kila mtu anazuia watu wasiweze kujua hili kasoro mimi. Mimi ndo mtu ambaye nakuja kuambia wazi na ukweli. Acha ujinga. Wenzako wakisema hayo maneno hawamaanishi kwamba wanakuja kuweka siri zote za biashara nje, kwamba wewe uanze kufahamu what's going on real kwenye industry. Unafikiria ukifanya hayo ndio utafanya watu sisi tuje tununue kwako? Kwa kutuambia masiri yako na vitu yanavyopitia, mambo ambayo yana operation, vitu vya ndani vya siri vya industry na operation za biashara yako. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe kwanza ni mfanyabiashara, sio content creator. Content creator ndio wanafanya vitu kila kitu wanavyojisikia. Wana create content. Wewe ni mfanyabiashara. Lengo lako la kuwepo kwenye online hapa sio kutuambia vitu siri zako. Lengo la kuwepo online hapa ni kufanya sisi tununue kutoka kwako. Tunanuaje kutoka kwako? Tunaelewa structure zote, vitu vyako vya ndani na everything. Unajua sasa huyu hawezi kukamilisha kitu changu ninachotaka kuja kuchukua kwake. Au itakuwa ngumu kuweza kufanya kazi na huyu jamaa. Ukitaja siri za industry nzima, it means sisi wateja tunakuwa wajinga. Unafikiri mchezo wa biashara unafanyikaje? Tumia akili. Wewe nikupe mfano. Unaona cryptocurrency, mtu anayefanya day trade ni ngumu sana kupata matokeo kuliko mtu anaye hold kwa muda mrefu. Ukianza kuja hapa kwenye sokoni, wewe ni mwalimu wa forex, unafundisha forex ama cryptocurrency. Wewe unafanya forex na umo kwenye industry nzima ya cryptocurrency, unaanza kuja kutuambia hadi siri namna gani ambavyo industry inacheza. Ukiweza kutoa siri za industry inavyocheza, wewe uweze kupata subscription za watu kuja kupay program yako. Hakuna hata mmoja atapay. Ukianza kutoa zile the struggle, the how long, the namna gani inafanyika na everything, you have to be wazi na mkweli, lakini sio siri za industry. Do you understand? Kitu ambacho wateja wanatakiwa kujua ni moja, aelewe kwanza product yako ama service yako unaifanya, ni process zipi zitafanyika, itamletea impact gani na kwa namna gani ambavyo inaweza kuleta matokeo. That is. Kwa upande wa elimu, moja, wafundishe namna gani ya kuitumia. Namba mbili, na wafundishe namna gani wanaweza kunufaika na hiyo product ama service unaitoa. Tatu, namna gani ya kuweza kuichanganya. Kama ni product, namna gani ya kuichanganya. Kama ni service, namna gani ambavyo itafanya kazi akiwa nayo. Namba nne, how to apply it. Namna gani anaweza kuitumia kuinclude kwenye maisha yake. Kama blender, namna gani ya kuwasha blender, kuzima, how to apply it. Namna gani ambavyo inaweza kuminvolve kwenye maisha yake kila siku, kwamba anaweza kaa anahitaji kinywaji cha haraka akiwa na wageni, akiwa na nini, akiwa nao around, blender inaweza kumsaidia kumpa juice mapema. Oversharing does not build trust. Kwa mfano, kuna vitu ambavyo sio lazima uvitaje. Shut your mouth. Ngoja nikupe mfano. Kitu ambacho mnakifahamu nyie kuhusu mimi ni kuhusu namna gani masuala ya biashara na kila kitu. Do you know guys, mimi naimba. Mimi chuo kikuu nilikuwa naimba ili niweze kupata hela ya kula. Nimewahi kuja hapa nikaanza kuwalazimisha mnisikize kuimba, mnunue nyimbo zangu si nini na vitu vyangu ambavyo nafanya extra. No, why? Oversharing does not build trust. So, kama unataka kujifunza namna gani kufanya marketing kwenye biashara yako vizuri, kwa kutumia njia zote za kufanya marketing tofauti pamoja na social media, na kuweza kuhakikisha views na followers unaopata wanabadilika kuwa pesa na sio kuwa tu mashabiki, comment neno cause na kutumia cause maalum ambayo nimeandaa na magari ya kuweza kubadilisha views na followers na watu wanaokufuatilia kuwa wateja, na kanuni za kuweza kufanya marketing na sio kuposti kila kitu kwa kisingizio cha kusema ni content creation. Comment neno cause, nitakutumia cause hiyo.